Rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziwe pamoja nanyi. Karibuni katika chaneli hii, na leo nimependa tujifunze swali moja ambalo watu wengi wamekuwa wakitafakari, wakiniuliza, lakini pia mimi binafsi nichukua muda kuelewa. Hasa tunaposoma katika amri ya 6 ambayo inasema usiue. Sasa tusome kitabu cha Yohana sura ya 8 na ule mstari wa 44. Maandiko yanasema, nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mzipendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema aliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa uongo. Sasa tumeona hapa Yesu amezungumzia baadhi ya sifa kadhaa za Shetani, lakini pointi yangu ilikuwa hapa Yesu anasema yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Sasa hii ikanipa kuwaza kama watu wengi wanaowaza na kutafakari. Yesu anasema Shetani alikuwa muuaji tangu mwanzo. Nini maana ya kuua? Kwa sababu tunaposoma amri ya 6 inasema usiue. Na wengi tunaposema usiue, kwa haraka huwa tunaongeza tafasiri zetu usiue mtu. Na wengi tunapofahamu kuua ni hali ya kutoa uhai kwa kiumbe mwingine. Sasa kama kuua ni hali ya kutoa uhai kwa kiumbe mwingine, Yesu anasema Shetani alikuwa muuaji tangu mwanzo, maana yake kule mbinguni. Kule mbinguni alimuua nani? Sasa ukiangalia katika maandiko kwa haraka hauoni kiumbe ambaye, hatuoni malaika ambaye aliuawa kimwili akafa. Kwa hiyo ikanipa kuweza kuchimba na kujifunza. Sasa tunafahamu kuua kuna kwa aina mbili, kuna kuua kimwili ambayo tunaona watu wanauana, na kuna kuua kwa kiroho. Sasa kuua kwa kiroho kuna maana gani? Tunafahamu kwamba Mungu ndiye chanzo cha mtoa uzima. Yeye anaitwa Baba. Viumbe vyote duniani vinategemea uzima kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo mwanadamu anapojitenga na Mungu, tafasiri yake anajitenga na uzima. Na maandiko yanasema katika Warumi 6 mstari wa 23, mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kwa hiyo Yesu anaposema kwamba Ibilisi alikuwa muuaji tangu mwanzo, maana yake aliwaua wale malaika waliomfuata. Aliwaua kwa namna gani? Kwa kuwatenga na uso wa Baba. Maana yake si aliwadanganya? Kwa walipowadanganya wale malaika wakamchukia Mungu, wakaingia upande wa Lucifer, upande wa Shetani. Kwa kitendo cha wale malaika waliokuwa wema kuingia katika uovu na kumfuata Shetani, katika kujitoa katika mikono salama ya Mungu, tayari wameshauawa. Kwa hiyo kuua ina maana zaidi ya moja. Maana ya kwanza ni hiyo kuua kimwili, na maana ya pili ni hiyo kuua kiroho. Maana yake mimi mwanadamu ninapojitenga na uso wa Mungu, tayari nimesha kufa. Lakini kitu kingine Yesu anachokisema katika Yohana 8 sura 44, Yohana sura ya 8 mstari wa 44, nyinyi na baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala kusimama katika kweli. Yesu anaongeza kitu kingine, Ibilisi hakusimama katika kweli. Kweli ni nini? Tukisoma Yohana sura ya 17 mstari wa 17, maandiko yanasema uwatakase kwa ile kweli, kwa kuwa neno lako ndilo kweli. Kwa hiyo neno la Mungu halikuonekana, halikuwa ndani ya kiumbe huyu ambaye ni Ibilisi kwa sasa. Kwa hiyo alikuwa na maneno yake. Maandiko yanasema asemapo uongo husema aliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo, baba wa uongo. Kwa kumbe Ibilisi alikuwa ni mwongo tangu mwanzo. Anayoyasema yote yalikuwa ni ya uongo. Kwa hiyo katika tafakari fupi
nilipenda tuweze kuangalia maana halisi ya kuua. Kwa hiyo tumeona kwamba kuua kuna maana zaidi ya moja. Maana ya kwanza ni ya kuua kimwili, kutenganisha uhai, kifo cha kimwili. Lakini maana ya kuua ya pili ni hali ya kujitenga na uso wa Mungu. Maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni mauti. Basi Mungu akubariki. Ikiwa na swali, uielewa au una ufafanuzi zaidi, unaweza kutoa katika comment. Barikiwa.